miongoni mwa mambo ninayopenda kuwakumbusha ndugu zangu ni jambo la zakatul fitr. Ni jambo muhimu ambalo amelifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ayuha almuslimun, zakatul fitr hiya as-sadaqa al-mafruḍa ala al-muslimin. Ni sadaqa iliyofaradhishwa kwa waislamu lilfuqara walmasakin, kwa ajili ya mafakiri na maskini, kabla al-fitr min Ramadhan, kabla ya kuisha mwezi wa Ramadhan. Na hiya wajiba, zakatul fitr ni wajib. Wa hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أمفرذيش متومي والله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائب، واجيلكم طهريش مفنغاجي من اللغو والرفث، واجيلي mambo ya upuuzi, puo والرفث maneno machafu, وطعمة للمساكين na kwa ajili ya kuwalisha maskini. من أداها قبل الصلاة، atakayeitoa kabla ya sala فهي زكاة مقبولة، hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. ومن أداها بعد الصلاة، na mwenye kuitoa baada ya sala فهي صدقة من الصدقات، hiyo ni sadaqatu katika sadaqat. Katika hadithi hii ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuna mambo kadhaa tunayofahamu. Jambo la kwanza ni kama tulivyotanguliza, kama zakatul fitr ni faradhi, ni jambo la lazima kwa kila mmoja, الصغير والكبير والحر والعبد، wote, dogo mkubwa, mtumwa muungwana, kila mmoja inamhusu zakatul fitr. Kadhalika katika hadithi hii pametajwa hikma za kufaradhishwa hii zakatul fitr, ikiwemo tuhratan lisaib, kumtoharisha mfungaji kutokana na mambo ya upuuzi, maneno machafu. Tumetanguliza kusema hakuna yoyote katika sisi isipokuwa atakuwa ameingia katika haya, vyovyote atakavyokuwa ni mwenye kujichunga. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, alina huruma kwa waja wake, anawaenga waja wake akawafaradhishia jambo hili kwa ajili ya kuziba baadhi ya ile mianya ambayo itatokea katika saumu. Kadhalika tu'matan lilfuqara wal masakin, kuwalisha mafakiri na maskini, jambo ambalo kunapatikana ndani yake maliwazo kwao. Wana washuoni wametaja al-asnaf, aina zile ambazo hutolewa katika zakatul fitr kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa wakitaja, walikuwa wakitoa ngano, zabib, tamr, aqit, maziwa yale yaliyokaushwa. Lakini wanawachuoni wanasema kauli ambayo ina nguvu zaidi min aqwal ahli alilm, cha kutolewa ma yaktatuhu bihi an-nas fi buldanihim, kile ambacho wanakula watu katika miji yao katika zama zetu hizo al-hadhir. Miongoni mwazo ni mchele, al-aruz, bali al-allama ibn Baz rahimahullah ta'ala sema al-aruz mchele min afdal zakat al-fitr fi hadha al-asr. Mchele ni bora katika zakatul fitr katika zama zetu, au kama qala rahmatullahi ta'ala alayhi. Wanawachuoni wanataja kiwango cha kutolewa kupitia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kupitia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam cha kutolewa ni sa'un, pishi. Mtu anatakiwa atoe sa'un, pishi, na wanawachuoni wametaja hii. Naam, kuna khilaf, ni kilo 2.5, kilo 2.5 au kilo 3, lakini al-afdal mtu kuchukua ihtiyat atoe kilo 3 inda al-istitaa, atakapoweza hivyo kutoka katika hizi khilaf. Na katika mambo ya msingi ya kuyafahamu, cha kutolewa ni kile kilichozidi katika chakula chako cha siku ile ya Eid, mchana wake na usiku wake, utoe kile kilichozidi, hata kama ni kidogo kitoe. Allahu mastata'tum, kitamsaidia mwenzako ambaye anahitajia. Lakini katika mambo ya msingi ya kuyafahamu kwa haraka haraka,
ni kwamba hapatolewi pesa katika zakatul fitr, kumpa mtu pesa. Fanya kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini wanawachuoni wamesema hivi? Kwanza ni khilaf ma nasa alayhi nabii sallallahu alaihi wasallam. Kutoa naqd pesa ni kinyume na vile alivyowekea dalili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kutoa zakatul fitr ni ibada biijma' almuslimin, ni ibada. Walibadat aslu at-tawqif, na ibadat asili yake ni tawqif, yani hufanyi isipokuwa vile ambavyo utaelekezwa na Mtume sallallahu, itakuelekeza wewe sheria. Lakini kadhalika wanasema hivi wanawachuoni kwa sababu lam yunqal ali nabii sallallahu alaihi wasallam, hapa kunukuliwa kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam kwamba akhraja naqdan wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba alitoa pesa na masahaba radhiallahu anhum. Kadhalika na bora ya muongozo ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu watanabahi pia juu ya kuhangaikia wakati ule bora wa kutoa zakatul fitr, na afanye kila ilivyo kujiweka sawa katika hilo, asije akaghafilika kutoa zakatul fitr. Wakati wa kutoa zakatul fitr kabla al-Eid, yani kabla as-salah, kabla ya sala kama tulivyotanguliza katika hadithi. Lakini la ba's, kuna ubaya kutoa zakatul fitr kabla al-Eid biyawmin au yawmayn, kwa siku moja au kwa siku mbili. Amesemwa hivi na wanachuoni wamesema ni amru la ba'sa bihi, jambo halina ubaya.